Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika sehemu ya pili ya somo letu ambalo linasema umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu, thamani ya neno la Mungu kwenye maisha yetu. Nimekuambia hili neno ni refu sana, kwa sababu neno ndilo imani. Yaani neno ndo kila kitu. Kwa hiyo sehemu itakuwa na pointi nyingi, na hata hivyo sio kwamba nitazielezea niseme sasa jamani nimefika sehemu ya mwisho, hili somo ndo mwisho wa neno. Hapana. Ninasema kwa sehemu tu. Kwa leo tuko sehemu ya pili. Kwa hiyo ambao ulikuwa hujaona sehemu ya kwanza, basi tafuta, tuko online, ipo ambayo inaonyesha sehemu ya kwanza neno la Mungu, na tulishia kwenye pointi ambayo inasema kwamba neno la Mungu linatukuza kiroho. Tunaposema linatukuza kiroho, unapokuwa kiroho kuna mambo mawili ambayo huwa yanatokea. Kitu cha kwanza, unapewa uwezo wa kushinda majaribu na dhambi. Mtu aliyekomaa vizuri kiroho ana uwezo wa kushinda majaribu na dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 31. Hata hivyo tunasema kwamba neno la Mungu linakupa uwezo wa kushinda majaribu na dhambi, kwa sababu tukimwangalia Yesu mwenyewe alipojaribiwa, asingekuwa amejaa neno moyoni mwake, asingeweza kumshinda shetani. Kwa hiyo soma neno la Mungu lijae kwa wingi moyoni mwako ili uweze kushinda majaribu na dhambi. Tunasema Mathayo, Yohana 8:31. Maneno ya Mungu yanasoma hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wa Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wote, nawe yasemaje mtawekwa huru? Hii hadithi ni ndefu, lakini mstari wa 31 na 32 anataka kwamba Yesu akawaambia kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa hiyo unapokuwa kiroho, unapokuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli, kwanza unakuwa huru. Unakuwa huru mbali na dhambi, huru mbali na majaribu, huru mbali na magonjwa, kwa sababu kila kinachoendelea unajua unakimaliza vipi. Kila kinachotokea unajua kwamba nisimame na neno lipi, kwa sababu yale maneno yako ndani yako. Unajua kwamba hapa napitia kwa habari ya changamoto ya ugonjwa, nisimame na neno gani? Hapa napitia jaribu linalohusiana na changamoto ya uchumi, nisimame na neno gani? Napitia changamoto labda ya kukosa mtoto, nisimame na neno gani? Kina nani walishapitia changamoto kama hiyo, walishindaje? Kwa neno la Mungu ndio linalokusaidia unakuwa na unaweza kushinda dhambi. Na vile vile tunasema kwamba unatokea mambo mawili unapokuwa, sababu unakuwa na uwezo wa kushinda dhambi, lakini roho yako inakuwa inawaka mambo ya Mungu, unatamani kufanya mambo mazuri. Neno la Mungu linapojaa kwa ndani yako linakukuza kiroho. Unapokuwa kiroho, basi unakuwa na shauku, unakuwa na moyo wako unawaka kufanya mambo mazuri. Uwezo ukaacha ibada, kwa sababu mambo ya Mungu neno la Mungu limejaa ndani. Kwa hiyo kiu yako muda wote ni ibada, kiu yako muda wote ni kufanya mambo ya rohoni. Namba 3, leo nataka tuzungumzie pointi inayosema kwamba kutakasa na kutunza usafi wa moyo. Kazi kubwa ya neno la Mungu au thamani kubwa ya neno la Mungu katika maisha yetu ni kutakasa na kutunza usafi wa moyo. Moyo wa mwanadamu unatakiwa uwe safi masaa yote. Unatakiwa uwe safi kila siku. Unatakiwa utakaswe kila siku. Kwa nini? Kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni Mungu mtakatifu. Na kama Mungu ni mtakatifu, inatubidi na sisi tuwe watakatifu kama yeye mwenyewe Baba yetu alivyo mtakatifu. Sasa tunatakasikaje wakati tunaishi kwenye mwili wa dhambi na tunakaa kwenye dunia watu wasiokuwa na imani? Kwa kutumia neno la Mungu. Yohana 15:3. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa neno la Kristo waliposikia maneno ya Mungu, Yesu akawahakikishia kabisa, kwa maneno haya niliyowaambia, je, mmekuwa safi? Kwa neno hili la Mungu unalolisikiliza, mtu wa Mungu, unakuwa safi. Unapoendelea kuamini maneno ya Mungu na kushika, unakuwa safi, unatakasika, kwa sababu lile neno linakaa ndani. Ukitaka kufanya dhambi anakuambia usiue,
Usimsingizie jirani yako uongo. Ukitaka kwenda kwa mganga, anakuambia hapana, usiwe na miungu mingine ila neno. Oh, haleluya. Kwa ni neno la Mungu linalotusaidia kuwa na usafi wa moyo, kwa sababu linatukumbusha Baba anataka tuishije, Baba anataka tufanyeje, tuendeje. Neno la Mungu linatusaidia sana kutakasa na kutunza usafi wa moyo. Waefeso sura ya 5:26, neno la Mungu linatusaidia kutakasa na kuhifadhi usafi wa moyo. Waefeso 5:26, ili makusudi alitakase kwa kulisafisha kwa maji na kwa neno. Hapa ungeanzia 25 anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kwa Kristo mwenyewe analitakasa kanisa lake ambalo alijitoa, ambalo analipenda kwa kutumia neno. Anasema kwa maji katika neno. Kwa neno la Mungu ndio linalotutunza usafi wa mioyo yetu. Bila neno la Mungu ukiwa kama Mkristo, huwezi ukawa na ule utakatifu wala huwezi ukawa na usafi wa moyo, kwa sababu neno la Mungu ndio linalotushindia na kutusaidia kushinda dhambi. Sehemu nyingine kwenye Zaburi ya 119:11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa neno la Mungu ndio linalokusaidia kutunza usafi wa moyo, kwa sababu linapokuwa ndani yako linakusaidia usimtende Mungu dhambi. Haleluya. Kwa neno la Mungu leo tumesema linatusaidia kutunza usafi wa moyo. Namba 4, ambayo inakuwa ni pointi ya pili kwa neno la leo, lakini kiuhalisia ni pointi ya 4 kufuatilia kwa somo la kwanza. Ina pointi namba 4 inasema kuleta uzima wa sasa na wa baadaye. Kuleta uzima wa sasa na baadaye. Tumesema neno la Mungu linajenga imani yetu. Neno la Mungu linatunza usafi wa moyo. Neno la Mungu linatukuza kiroho, lakini pia neno la Mungu linatupa uzima wa sasa na wa baadaye. Tunapokuwa tunaumwa au tunapokuwa tunapitia magonjwa mbalimbali au tunapokuwa tunapitia changamoto mbalimbali, ili tupone, tupate uzima, basi tunakuja hapa kwenye neno la Mungu, tunasoma hivi, hii hali ninayopitia ugonjwa, Biblia yenyewe inasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Unakuja unapata neno, unapona. Yohana 6:63 neno la Mungu linasema hivi. Yohana 6 mstari ule wa 63. Roho ndiyo itiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Sijui kama unaelewa. Nasema hivi, roho ndiyo itiaye uzima, mwili huu haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno haya ninayokuambia ni roho. Maneno, mtu wa Mungu, ni roho kamili. Na maneno yote tunayoyasimamia, tunayoyasema, kuna wanayoyasimamia huko kwenye ulimwengu wa roho. Haya maneno ya Mungu ninayokuambia, roho wa Mungu anathibitisha ni kwamba haya maneno ni roho. Kadri unavyoyaamini sasa, yanakupatia uzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu yamebebwa na roho wa uzima. Akienda mtu kukunenea maneno mabaya ambayo yana roho chafu, ile roho chafu inakuwa inakupata. Maneno ni roho. Kwa maneno haya ya Mungu ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo yana uwezo wa kutupatia uzima wa sasa na wa baadaye. Neno la Mungu ni la umuhimu sana, au ni la thamani sana, kwa sababu ndilo linalotujengea uzima wa sasa na wa baadaye. Yohana 11 mstari wa 25 neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, na yeye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Kwa haya maneno ya Mungu ninayokuambia ni uzima wa sasa na wa baadaye. Hapa nimekufungulia habari za Yesu, anasema mimi ndio ufufuo na uzima. Unaweza kushangaa sasa, kama hapa Yesu ndiye alikuwa anazungumza, anasema mimi ndio huo ufufuo na uzima, mtu akiniamini hata kufa kabisa. Inahusiana na neno la Mungu, kwa sababu Yesu mwenyewe ni neno. Ile Yohana sura ya 1 mstari wa 1 kabisa anasema hilo neno ni Yesu mwenyewe. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu,
naye neno alikuwa ni Mungu. Nuru ilikuwa inakaa ndani yake. Tena yeye ndiye aliyekuwa hiyo nuru halisi. Kwa Yesu mwenyewe ndiye nuru, Yesu mwenyewe ndiye neno, Yesu mwenyewe ndiye uzima. Unapomwamini Mungu, unapomwamini Yesu Kristo, unapoliamini neno lake, unaupata uzima wa sasa na wa baadaye. Wewe hata hujakufa utaishi, kwa sababu Kristo anaishi ndani yako. Habari za kifo zinatutetemesha sisi, lakini kiuhalisia kifo sio ishu sana kwa Yesu. Yaani tunaweza tukasema kwamba wewe barabara ambayo umeipita, ukaona milima, ukaona mabonde na ukavuka, na ikawa ni barabara yako tu ambayo ulishaipita kila siku. Ukija tu na mgeni ndio atakuwa anatembea anasema huyu mlima ni mrefu leo usivuki. Lakini kwa vile ulishapapita kwa ambayo tuelewana, mbona hapo huwa anapita tu. Yesu naye alikwisha kupitia kifo, alikwisha kupitia mauti. Ndio maana anatuambia mtu atakayemwamini Yesu hata kufa kabisa. Unayasadiki haya? Mwamini Yesu leo Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe ambaye bado hujamaanisha kwa Yesu, maanisha. Kuokoka sio kwenda kanisani peke yake. Kuokoka sio kusema kwamba ninamkataa shetani na kazi zake zote peke yake. Hatuishi tu kwenye maneno, hatuishi tu kwenda kwenye kuhudhuria. Tunaishia pale anaposema hivi, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajitwike msalaba wake kila siku. Kwa hiyo kuna kujitwika msalaba kila siku. Kila siku inapoitwa leo, sio kusema nishaenda jana ibadani leo siendi. Nishaamka jana nikafanya maombi leo sifanyi. Nishasoma Biblia jana leo. Ni kila siku. Yaani msalabani sio sehemu ya kupita. Msalabani ni maisha ya kila siku, ni sehemu ya kuishi. Kwa muamini Yesu leo, ishi Ukristo. Tusiishie kumsoma Yesu kwenye maandishi. Tusiishie kumsikia Yesu kwenye vinywa vya watu. Tumfanye Yesu awe halisi na sisi tumfaidi. Mimi siwezi kukaa hapa nikakwambia habari za Yesu ambaye hana faida kwangu. Mpaka naamua kukushuhudia habari za Yesu, nasema kwamba muamini. Ni kwamba Yesu ni wa kuaminika. Ni kwamba Yesu kweli yupo. Ni kwamba Yesu kweli anatenda. Na siwezi mimi nikawa shahidi wa mambo ambayo sikuyaona wala sikuyasikia. Mimi nataka napenda kusimulia habari za Yesu kwa sababu ni kitu ambacho Yesu ni mtu ambaye nimesikia habari zake, ni Mungu ambaye nimesikia habari zake. Kwa sababu Biblia inasema Yesu ni mwanadamu kweli kweli na ni Mungu kweli kweli. Nimesikia habari zake, sikuishia kwenye kusikia tu. Nimeona kwa macho yangu. Akili zangu zimethibitisha kwamba hizi ni habari za kuaminika. Kwa hiyo na wewe mfanye Yesu awe halisi kwenye maisha yako. Akili zako zithibitishe kabisa kwamba hakika huu ni uhalisia. Yaani unamuishi Yesu kiuhalisia kabisa. Kuna sehemu Yesu alisema kama mkiniamini mambo niliyoyafanya, ninyi mna uwezo wa kufanya hata zaidi niliyoyafanya. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Kwa sababu yupo na ni halisi na ana uwezo wa kuumba vitu vipya kila siku. Kwa Yesu hakuishia tu kufanya yale ambayo alikwisha kuyafanya. Kuna mengine mengi ambayo hakuyatenda kwa sababu ya muda aliokaa hapa duniani. Anasema tunapomwamini ana uwezo mkubwa wa kutenda mambo zaidi ya yale tuliyosikia. Kwa neno la Mungu, ndugu zangu, ni la muhimu sana katika maisha yetu kama Wakristo, kwa sababu linatupatia uzima wa sasa na wa baadaye. Nimekuambia kwa sasa ukimwamini Yesu utapata uzima, lakini baadaye hautamwamini, hautakufa kabisa, kwa sababu atakufufua siku ya mwisho kwenda kukaa pamoja naye. Namba 5. Roho Mtakatifu hutenda kazi ndani ya neno la Mungu. Neno letu linasema thamani au umuhimu wa neno la Mungu. Kwa hiyo sasa unasema neno la Mungu lina thamani kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe, Roho wa Mungu mwenyewe hutenda kazi ndani ya neno la Mungu. Nje ya neno la Mungu Roho Mtakatifu hafanya kazi. Unaweza ukasema hamna, kwani sinaweza nikazungumza tu maneno yangu na Roho Mtakatifu akafanya. Sawa, haina shida, lakini lazima kutakuwa kuna imani ambayo ulikuwa umeshaipata kupitia neno la Mungu, ukaamini ukamuita. Kwa sababu tukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Hiki kitabu cha Mwanzo huwa nakipenda chini kwa mwanzo ile tunafanya hivi unakifikia. Kwa hiyo Mwanzo hii sura ya 1, kuanzia tu mstari wa 1 ninasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nchi ilikuwa, Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi.
Lakini sasa hizi mbingu na nchi zilipomalizika kuumbwa, huku kwenye nchi palikuwa pana ukiwa, tena huku chini kwenye nchi palikuwa pana utupu. Alafu kwenye nchi huku tunakoishi, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sikiliza kitu cha ajabu. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Nchi imeumbwa na mbingu zimeumbwa. Uko mbingu za mbingu lenyewe, jeshi lile la mbinguni nafikiri lilikuwa linaendelea tu kuinama, mtakatifu, mtakatifu, unastahili, unastahili. Lakini sasa huku kwenye nchi, Roho wa Mungu alikuwa hana anachofanya, alikuwa ametulia kwenye uso wa nchi. Kama neno la Mungu linasema kwamba Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa neno la Mungu lilivyotoka kwamba iwe nuru, ikawa nuru. Kwa Roho wa Mungu anafanya kazi pale kwenye maneno ya Mungu. Iwe uzima, inakuwa uzima. Iwe amani, ikawa amani. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kadri Mungu alivyoendelea kutoa maneno ndipo Roho Mtakatifu alivyoanza kufanya kazi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunasema anafanya kazi ndani ya neno la Mungu. Neno la Mungu linapotamkwa ndipo Roho naye anapoingia kazini. Nje ya neno la Mungu hakuna miujiza sahihi. Roho wa Mungu ana uwezo mkubwa sana wa kufanya miujiza mikubwa, lakini huwa hatuioni miujiza yake wala hatuoni akijidhihirisha. Tunaweza tukafanya ibada mwanzo mwisho na hatujaona muujiza wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Labda hatujaingia vizuri na hatujatamka maneno ya Mungu na tukamwalika Roho Mtakatifu kudhihirisha uwezo wake na nguvu zake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hutenda kazi ndani ya neno la Mungu. Unaweza ukawa umeokoka kweli, na kila mtu aliyeokoka na Roho Mtakatifu. Hata kama unaenda kwa lugha na kuhakikisha Roho Mtakatifu unaye. Ni zawadi ya kila Mkristo, unaye. Unapomwamini Yesu tu anasema nikiondoka sitawaacha yatima, nitawapa msaidizi. Kwa hiyo msaidizi unaye, ila tu hajajidhihirisha kwa sababu kwanza hujamwalika awe rafiki yako. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtu kabisa, unamwalika awe rafiki yako. Alafu unamwambia mambo yangu na kuruhusu yaingilie tu unafanya mti. Alafu sasa unapoona liita neno la Mungu. Kwa sababu anasimama na neno la Mungu, utaanza kuona Roho Mtakatifu anatushauri, anatufundisha, anapotuongoza, anapotuelekeza, hata kupata nguvu ya kushia na neno la Mungu. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu yupo. Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha na kutupatia ujasiri kwamba nenda kanene, nena. Kwa Roho Mtakatifu ananena ndani ya vinywa vya watumishi wake. Mungu akubariki sana kwa kuwa unaendelea kulisikiza neno. Leo naomba niishie pointi ya mwisho inasema kwamba neno la Mungu lina nguvu au lina uwezo katika uumbaji. Unaweza ukaumba vitu kutumia neno la Mungu. Mungu alitumia neno lake kuumba kila kitu, na sisi ametushirikisha uumbaji kupitia neno lake. Mungu aliumba kila kitu unachokiona. Mungu aliumba kwa kutumia mdomo wake, kwa kutumia neno lake. Kwa na sisi tunaweza kutumia maneno ya Mungu kwa sababu tuna vinywa na sisi ni miungu wadogo. Tukaumba kila kitu tunachokitaka kwenye maisha yetu. Zaburi ya 33 mstari wa 6, neno la Mungu linasema hivi: kwa neno la Bwana mbingu na nchi zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Zaburi 33:6, kwa neno la Bwana mbingu na nchi zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa vitu vyote hivyo unavyoviona, hadi hivyo unavyotamani kuwa navyo, hadi vile ambavyo vinakunyima usingizi, I wish ningekuwa na vitu vyote. Mungu aliviumba kwa neno lake, kwa pumzi ya kinywa chake, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa mbingu na nchi ziliumbwa kwa pumzi ya kinywa cha Mungu. Alisema kiwe na kikawa. Waebrania 11:3. Naomba tutaishia hapa kwa leo, lakini neno la Mungu linaendelea. Hili neno ni refu. Waebrania 11:3. Waebrania 11 inasema hivi: kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kama ni hivi,
Vitu vinavyoonekana havijafanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Yaani tunaposema dhahiri, yani vitu vilivyo halisi vinavyoonekana kwa macho. Hii kalamu mpaka imetokea inakuwa kalamu hivi, haikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri vinavyoonekana. Mtu alikaa kwanza, maana akawaza, nikichanganya rangi fulani na fulani itakuja pinki, nikiweka maji na kitu fulani na kitu fulani nitapata wino, alafu nitatengeneza tundu katikati nitalitoboa. Kwa hiyo alitengeneza kwanza mahali, alafu sasa ndo akaja akajifanya. Na kwa imani tunaamini hivyo hivyo, neno la Mungu ndilo lililoumba nchi, mbingu na vitu vyote vinavyoonekana. Mungu alikaa kwanza akabuni kwa ubunifu wake, kwa hekima yake mwenyewe, kwa Roho wake Mtakatifu akafanya vyote, alafu baadaye ndio tukaviona. Na kuna vitu vingi ambavyo Mungu aliviumba, alivifanya kwa pumzi ya kinywa chake, kwa neno lake, na hata mpaka tunakufa tunaviona vyote. Kama ni hivyo sasa, sisi tuna uwezo wa kuomba vile vitu ambavyo haviko dhahiri, na sisi tuna uwezo wa kuviumba vikawa dhahiri. Kwa mfano, unaweza ukasimama ukasema hivi, ninaomba afya badala ya magonjwa. Kwa kinywa chako ukaomba afya badala ya magonjwa, kushinda badala ya kushindwa, uponyaji badala ya magonjwa, kuishi badala ya kufa. Kwa sababu neno la Mungu linasema uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa neno la Mungu litumika kwenye kuumba kila kitu, na wewe una uwezo wa kutumia neno la Mungu ukaumba vile vitu ambavyo unahitaji. Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Kwa sehemu ya pili naomba tuishi hapa. Asante sana kwa siku ya leo. Naendelea kufuatilia somo la maneno ya Mungu vizuri sana sana sana. Usikose sehemu ya 3 na sehemu nyingine zote ambazo zitafanya